ya wanasheria kutoka Mama Samia Legal Aid yameokoa mtoto aliyekuwa akitumikishwa kazi za ndani na kufanyiwa vitendo vya ukatili na mwajiri wake wilayani Karatu katika kijiji cha Kangded. Myanmar yaendelea na maombolezo kufuatia tetemeko la ardhi lililosababisha vifo vya watu zaidi ya 2700 wakiwemo watoto 50 waliokuwa katika shule ya awali karibu na jiji la Mandalay. Na katika michezo, Yanga yawasili Tabora na kupata mapokezi makubwa ya mashabiki kabla ya kuikabili Tabora United kesho katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kwenye dimba la Al Hassan Mwinyi. Shukrani mtazamaji kwa kuendelea kuichagua Channel 10 Plus kama kituo chako bora kabisa cha matangazo. Mimi ni Philipina Ndwata, nipo tayari kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Lakini katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye winga Teresa Witness Alano Singalawa. Mtazamaji karibu. Timu ya wanasheria ya Mama Samia Legal Aid ikiwa wilayani Karatu katika kijiji cha Kangded imefanikiwa kumuokoa mtoto aliyekuwa akitumikishwa kazi za ndani na kufanyiwa vitendo vya ukatili na mwajiri wake, huku ikionya jamii kuzingatia na kuheshimu haki za watoto. Tupate taarifa zaidi. Katika kijiji cha Kangded, timu hiyo imeendelea kutoa huduma za msaada wa kisheria sambamba na elimu ya kupinga vitendo vya ukatili, ambapo moja ya tukio waliokutana nalo ni la mtoto Esther ambaye ni yatima aliyekuwa akitumikishwa na kuteswa na mama mmoja maarufu kwa jina la shangazi. Mjumbe wa serikali ya kijiji cha Kangded, Veronica Bayo, ametumia ujio wa timu ya Mama Samia Legal Aid kupaza sauti kwa niaba ya binti huyo wa miaka 16 aliyekuwa akifanya kazi za ndani. Hata hivyo, baada ya kupata suluhu ya changamoto hiyo, mlalamikiwa alikiri kufanya makosa hayo na kuahidi kutorudia tena vitendo hivyo, ambapo ameahidi kuwa balozi mzuri wa kupinga masuala ya ukatili katika jamii. Nilipewa taarifa kwamba kuna mtoto anayenyanyasika. Kabla hajatoroshwa, mimi nikafika pale, nikaongea na mtoto, nikamhoji. Nilipomaliza nikaenda kwa shangazi, nikamhoji kwamba shangazi, yule binti unayekaa naye iko wapi? Akaniambia yule mtoto usiku alitoroka. Akaniambia ulichukua hatua gani? Akaniambia alimpeleleza, aliposikia iko kwa Simon akanyamaza akalala. Nikamwambia kwa nini hujamfuata? Akaniambia sijamfuata kwa sababu mimi na mzee Simon hatuelewani. Ananiambia alimtoroka kwa sababu yeye anamtangaza kwa anakojoa, alafu yeye anampiga na anamkemea. Nashukuru kampeni ya Mama Samia imenisaidia. Sasa hivi ninaweza nikaishi kwa amani na wajomba zangu, niwajua sehemu aliko, na naahidi kuwa mtoto mzuri, nitakaa sintatangatanga. Kiongozi wa timu ya Mama Samia Legal Aid Karatu, Dr. Baraka Mkami, amekemea vikali baadhi ya watu katika jamii na kuwataka kuacha vitendo vya ukatili kwa watoto na kuhakikisha haki za mtoto zinalindwa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo kinyume na matendo ya ukatili dhidi ya watoto. Serikali iko macho, inatazama mambo hayo kwa karibu sana. Hivyo yeyote ambaye atafanya vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Lakini pia tumeendelea kutoa elimu kwa umma na kuambia waheshimu haki za watoto, waishi nao vizuri, wasiwanyanyase, bali wawape stahiki zote zile ambazo zinatakiwa kupewa. Jamila Omar, Karatu, Arusha. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo na sasa ni nchini Myanmar. Jamii nchini Myanmar imeendelea na maombolezo ya waliopoteza maisha katika tetemeko kubwa la ardhi ambalo hadi sasa limesababisha vifo vya watu zaidi ya 2700 wakiwemo watoto 50 waliokuwa katika shule ya awali karibu na mji wa Mandalay. Katikati ya tukio hilo, idara ya zimamoto nchini Myanmar imesema waokoaji walimuokoa mwanamke wa miaka 63 kutoka kwenye kifusi cha jengo siku ya Jumanne, zikiwa zimepita saa 91 tangu kutokea kwa tetemeko hilo. Tetemeko hilo lenye kipimo cha Richter 7.7 lililotokea Ijumaa mchana na linadaiwa kuwa tetemeko lenye nguvu zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia katika kipindi cha zaidi ya karne moja, likiangusha majengo ya kale na mapya.
Kiongozi wa kijeshi wa Myanmar, Jenerali Mkuu Min Aung Hlaing, katika hotuba yake kupitia televisheni leo Jumanne Aprili mosi 2025 amesema idadi ya vifo imefikia 2719 na inaweza kuzidi zaidi ya watu 3000. Tukitoka huko Myanmar na sasa ni nchini DRC. Mhalifu wa kivita wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Thomas Lubanga, anayeishi nchini Uganda, ametangaza vuguvugu jipya la waasi lenye nia ya kuiangusha serikali katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Kongo. Kuundwa kwa vuguvugu hilo linalojulikana kama Kundi la Azimio la Mapinduzi CPR na Thomas Lubanga kunatokea katika wakati ambao jeshi la Kongo linakabiliwa vikali na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Katika mujibu wa shirika moja la habari, Lubanga amesema CPR ina matawi ya kisiasa na kijeshi, ikiwa ni pamoja na wapiganaji wenye silaha katika maeneo matatu Ituri. Kulingana na Lubanga, kuleta amani katika eneo hilo kunahitaji mabadiliko ya haraka katika uongozi wa serikali, na akaongeza kuwa kundi hilo bado halijaanzisha operesheni za kijeshi. Kutoka huko DRC, mtazamaji, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Kituo cha kulelea watoto wenye mazingira magumu cha Mtakatifu Gertrude kilichopo halmashauri ya mji wa Njombe mkoani Njombe kimeiomba serikali kutoa bima za afya kwa watoto wanaolelewa katika vituo mbalimbali nchini kama hatua muhimu itakayosaidia kupunguza mzigo wa gharama za matibabu kwa vituo vinavyowatunza. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Wito huo umetolewa na msimamizi wa kituo hicho Sister Gloria Muhema wakati wadau wa maendeleo Benki ya Azania walipokwenda kutoa msaada wa mahitaji mbalimbali ikiwemo vyakula kwa ajili ya kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum 25 wanaolelewa kwenye kituo hicho kilichopo Imiriwaha, kata ya Matola, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea sikukuu ya Eid el-Fitr. Wangefanya msaada wao, wanatibiwa bure kwa watoto ambao hasa yatima, sio kwa watoto wale ambao wana wazazi. Wangeweza kusaidia hilo kwa sababu mtoto anaweza kawa na tatizo kubwa zaidi, afu uwezekano wa kutibu unakuwa hakuna. Labda anapata wanamrifaa kupeleka labda Mbeya. Watoto ambao wamepata bima tunao watoto 10 na kitu. Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii ofisi ya mkoa wa Njombe Subira Mwaigisa amesema zaidi ya watoto 313 wapo katika vituo mbalimbali mkoani hapa, huku akieleza sababu zinazopelekea watoto hao kupokelewa kwenye vituo hivyo. Watoto wanaoingia hasa sana ni wale watoto wanaokosa malezi sahihi katika familia. Unakuta mama ni mlevi sana, baba hawajibiki hata kidogo. Lakini changamoto bado ipo kutokana na matukio mbalimbali yanayotokea katika jamii, na yalipo kwa ukubwa wake, na wananchi uzuri wanaitambua na wanatusaidia. Hata sisi wenyewe utakuta tunapigia simu na mwananchi. Nahudumia watoto yatima, in case kitokea usiku wamechemka, homa za hapa na pale, zile first aid za mara ya kwanza ndo nawahudumia. Lakini pamoja na hivyo kuna wakati nafika usiku wanalia tu bila sababu. Kwa upande wake, meneja wa Benki ya Azania tawi la mkoa wa Njombe hapa anabainisha sababu iliyowasukuma kutoa msaada kwenye kituo cha Mtakatifu Gertrude Imiriwaha. Walituomba maziwa kwa ajili ya watoto wadogo, watuomba sukari, mchele, sabuni, mafuta, nyama pamoja na matunda, na tumewapa na mbuzi mmoja kwa ajili ya sikukuu. Hiki ni cha kwetu, tumekitoa kwa ajili ya kurudisha kwa jamii. Kutoka hapa katika kituo cha kulelea watoto cha St. Gertrude Imiriwaha wilayani Njombe mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick. Na kutoka Njombe na sasa ni mkoani Rukwa. Serikali ya wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa imemtaka mkandarasi anayejenga karakana ya jengo la taaluma katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia MUST Ndaki ya Rukwa kujenga kwa kuzingatia viwango na kwenda na wakati aliopewa ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Taarifa zaidi na Wilbrod Sumia. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 14 kwa ajili ya ujenzi huu. Taarifa inaonyesha kuwa ujenzi umefikia 85% na unategemea kukamilika mwezi Aprili mwaka huu. Mhandisi Belo Magina ni mhandisi mshauri katika ujenzi wa karakana na jengo la taaluma MUST Ndaki ya Rukwa. Upande wa rangi ameshafanya skimming kwa kiwango kikubwa cha jengo. Baadhi ya madarasa ameshaanza kufanya ile second fix ya services. Yaani kimaanisha umeme, kuna baadhi ameshaanza kufunga taa baadhi ya madarasa. Na kwa upande wa vioni, miundombinu ya maji
Kwa upande wa ndani asilimia kubwa imekamilika na ameshaanza kufunga vyoo. Gabriel Masinga ni katibu tawala wa wilaya ya Sumbawanga, amekagua maendeleo ya ujenzi na kumwelekeza mhandisi mshauri wa mradi huu kuhakikisha viwango vinafuatwa na kuwa muda wa mkataba lazima uzingatiwe. Mradi huu kama ambavyo nimeukagua, mradi unaendelea vizuri, na zaidi nimetoa tu maelekezo kwamba wazingatie ubora, kwa sababu mradi huu umewekwa na jiwe la msingi na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6 wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini zaidi sana nimemwelekeza mkandarasi kuzingatia ubora, aweze kukamilisha kwa wakati, lakini pia zaidi kuzingatia ubora, kwa sababu majengo haya ni urithi kwa watoto wetu, kwa vizazi vijavyo. Kwa hapa mimi ni fundi rangi, mambo ya skimming. Sio skimming ya kawaida tu, pia kudesign rangi, decoration, material yote yanayohusiana na kitu kinachoitwa urembo wa nyumba. Nimekuja kupambana hapa kwenye hiki chuo hapa. Wanawake wenzangu na wasi waje wapambane, kazi ni nzuri, mwanamke kujituma. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia kampasi ya Rukwa, Wilbrod Sumia, hii ni Channel 10+. Na mtazamaji, kumradhi, ni chuo cha Musti Ndaki ya Rukwa. Na sasa tuangazie taarifa nyingine. Takribani magari 17 ya Tesla yanayomilikiwa na Elon Musk yameungua baada ya moto kuzuka katika ofisi ya magari hayo jijini Roma, Italia. Tukio lililotokea jana Jumatatu Machi 31 mwaka 2025 asubuhi. Maafisa wa zimamoto wa Italia wamesema hakukuwa na mtu yeyote katika ofisi hiyo wakati moto ulipozuka na hakuna majeruhi walioripotiwa. Maafisa nchini humo wamesema wanachunguza kwa kina kutaka kujua chanzo cha moto huo na kuelezea kuwa hawapuuzii madai kwamba yawezekana ofisi hizo zimechoma moto. Moto huo umekuja baada ya mfululizo wa ripoti ya matukio mbalimbali nchini Italia katika wiki za hivi karibuni, ambapo magari ya Tesla yamekuwa yakivunjwa na kuchorwa maandishi yenye ujumbe wa chuki dhidi ya Elon Musk na Donald Trump kwa kutumia rangi ya spray. Duka jingine la magari liliungua kaskazini mwa Roma wiki moja iliyopita na kuharibu magari 30 yakiwemo Tesla zilizotumika. Tukitoka huko mtazamaji, nchini Italia, na sasa turejee hapa nyumbani. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA idara ya forodha katika mpaka wa Sirari wilayani Tarime mkoani Mara wameteketeza bidhaa mbalimbali ikiwemo vipodozi, nyavu za kuvulia samaki, viatilifu pamoja na mitumba iliyopigwa marufuku, vyote vikiwa na thamani ya shilingi milioni 37. Musa Makali anaripoti zaidi. Hizo zimekamatwa na idara ya forodha katika mpaka wa Sirari kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama. Huko miongoni mwa bidhaa hizo ni zile ambazo ziliingia nchini kwa njia magendo bila kufuata utaratibu, huko vingine ni vile vilivyopigwa marufuku hapa nchini. Ambazo tulikamata kwenye operation zetu za kudhibiti magendo. Kuna ambazo nyingine ambazo zilikuja kabisa kihalali mpaka mpakani, lakini baada ya kuzifanyia ukaguzi ikaonekana kwamba hazifai kwa matumizi ya kuingia nchini. Kwa baada ya kufanya hivyo ni bidhaa ambazo ambao ndo idara kiongozi pale mpakani. Ni zoezi la kila siku, tunafanya kila siku mazoezi ya kudhibiti magendo na tunafanya ukaguzi wa bidhaa ambazo zinatakiwa kuingia nchini ili tuhakikishe kwamba zina ubora unaotakiwa na kulinda waraji wa nchini. Hiyo ndo jukumu letu hasa, kuhakikisha kwamba bidhaa zinazoingia nchini basi zinaingia zikiwa na ubora unaotakiwa kwa kushirikiana na idara nyingine za serikali ambazo tuko pale mpakani Sirari. Kwa sababu kuna bidhaa mbalimbali, kuna mafuta ya kujipaka, yani vipodozi, kuna shampoo, pia kuna zana za uvuvi. Kwa hizo zana zote zingeweza kuingia, vitu vyote vingeweza kuingia nchini, vingeleta madhara. Shauri wafanyabiashara waweze kufuata utaratibu. Wafuate utaratibu wa kuingiza bidhaa ambazo zinakubalika kisheria. Fuate taratibu, kwa sababu ukileta bidhaa ambazo hazikukubaliwa kisheria unakuwa wewe mwenyewe biashara unaanguka. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA idara ya forodha imekuwa ikikabiliana na upitishaji wa bidhaa zisizofaa kwa njia magendo kwa kiasi kikubwa, na haya ni miongoni mwa mafanikio yake. Musa Makali, Channel 10, Mara. Naam, ni mwandishi wetu Musa Makali kutokea huko mkoani Mara. Na sasa tuelekee mkoani Singida.
Waumini wa dini ya Kiislamu wilaya ya Singida mjini wamekumbushwa juu ya umuhimu wa kuiombea nchi ili kudumisha amani, utulivu pamoja na mshikamano ili uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika mwaka huu uweze kuwapatia viongozi walio makini na waadilifu. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na Shekhe wa wilaya ya Singida mjini Alhaji Isa Ramadhani Simba wakati wa sala ya Eid al-Fitri iliyofanyika kiwilaya kwenye viwanja vya msikiti wa Kabila 10 uliopo kata ya Msuna, manispaa ya Singida. Mwaka huu nchi yetu ina uchaguzi. Amesema tumuombee sana rais. Usiende mbele sana. Tuiombee nchi yetu ili ipite uchaguzi mzuri. Leo niwaambie ni Waislamu, hapa tumesali kwa amani, umekuja kwa amani, utarudi kwa amani. Ni kwa sababu ya usimamizi mzuri wa rais wetu wa nchi yetu. Shekhe huyo wa wilaya amesema kutokana na nchi inayoongozwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM kumekuwepo uwezekano wa kudumisha amani na utulivu kwa kipindi chote cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka wakati wa sala ya Eid al-Fitri. Ramadhani imeisha, lakini dini ya Kiislamu na hali yake na utaratibu wake uko pale pale. Niwaombeni mrejeeni Mungu muwe kama mlivyopita ndani ya Ramadhani. Katika hatua nyingine, naibu amiri wa jumuiya ya Ansari Sunna Jasuta mkoa wa Singida Sheikh Abdurrahman Haji ameionya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Singida kutowaandama watu wadogo na kuwafumbia macho kwa kuwalinda wakubwa wanaotuhumiwa na vitendo vya kutoa na kupokea rushwa. Mtindo huu wa kuwaandama wadogo na wakubwa wanaachwa na kulindwa, hiyo ni kutafuta hasira za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaweza kuchukia akaleta maafa msio yatarajia. Anaweza akawanyima mvua, akawapa mafuriko, akawapa misukosuko chungu mzima. Kumbe misukosuko hiyo imechumwa na matendo yenu. Haifai. Kama mtu amethibitika amefanya kosa la rushwa, aadhibiwe kwa mujibu wa sheria zilizowekwa. Nikiripoti kutoka mkoa wa Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Mtazamaji, unaendelea kufuatilia habari kutokea hapa Channel 10 Plus, nami ni Filipina Ndwata, na tuende mapumziko mafupi. Ukirejea utakuwa naye Winga Teresa Witness ya Lanu Singalawa. Mtazamaji, tafadhali endelea kubaki nasi. Naam, asante Filipina Ndwata kwa kunipa kijiti kwenda kudunda viwanjani kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na endelea kujiri kunako viunga mbalimbali iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwa nami mwana michezo wako Witness Ngalawa, ama waweza kuniita Winga Teleza. Na moja kwa moja taarifa yetu ya michezo inaanzia mkoani Tabora, ambapo ikiwa imebaki siku moja kabla ya mchezo kati ya Yanga na Tabora United kuchezwa kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi mkoani Tabora hapo kesho, homa ya mchezo huo unaobeba hisia kubwa miongoni mwa mashabiki wa soka hapa Tanzania inazidi kupamba moto. Kwa taarifa zaidi kuhusiana na hiyo, huyu hapa Pendo Salo kutoka Tabora. Hivi ndivyo wachezaji wa timu ya Yanga walivyowasili mapema hii leo mjini Tabora na kupokelewa na mashabiki, wapenzi na wanachama wa klabu hiyo. Meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Yanga, Ali Kamwe, amesema mapokezi waliyopata haijawahi kutokea, ni mapokezi ya kihistoria. Hivyo amewaahidi mashabiki hao kesho wachezaji watapigana kufa na kupona uwanjani ili kupata ushindi. Kwa niaba ya viongozi wa Young Africans, benchi la ufundi na wachezaji kwa ujumla, kuwashukuru na kusema asante kwa mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans hapa mkoani Tabora. Mapokezi ambayo wamewapa leo wachezaji wao baada ya kuwasili pale kwenye uwanja wa ndege ni mapokezi ya kihistoria. Haijawahi kutokea, naamini, kwenye mkoa huu wa Tabora timu ikapokelewa na nusu ya wakazi wa hapa kwa ajili ya kuwakaribisha wachezaji kwenye mkoa wao. Tunafahamu ni muda mrefu pia Young Africans haijacheza mechi hapa Tabora, kwa hiyo imetengeneza excitement kubwa na watu walikuwa na shauku ya kuiona klabu yao,
Kwa hiyo tuseme asante kuamka asubuhi kuja pale, kupanga foleni, kutembea na timu kutoka airport mpaka hotelini ni jambo la kipekee na tunashukuru sana na tunawaahidi siku ya kesho inshallah tutakwenda kupambana. Wataingia kwenye pitch players wetu kutoa jasho lao lote tuweze kupata pointi 3 angalau na wao waone kwamba jasho ambalo wamelivuja kwenye kuipokea timu basi players nao wamelivuja kwenye pitch kwa ajili ya kupambania timu yao. Kutoka Tabora ni mwana michezo wako Pendo Salu, Channel 10. Namna hivyo, shukrani mwanamchezo wetu Pendo Salu. Finali za mashindano ya mchezo wa draft yaliyofahamika kwa jina la Mwanyika Draft Cup yamehitimishwa rasmi mkoani Njombe, huku mashindano hayo yakionyesha ushindani mkali kati ya wachezaji waliojitokeza kushiriki. Taarifa zaidi na mwanamchezo wetu Michael Patrick. Kwa mara ya kwanza mkoa wa Njombe umeshuhudia fainali za mashindano makubwa ya mchezo wa drafti maarufu kama Mwanyika Draft Cup, ambapo wachezaji 70 walishiriki katika mashindano hayo yaliyoleta hamasa kubwa miongoni mwa wakazi wa mkoani hapa. Mwaka huu mashindano yetu yameweza kuvutia washiriki 72 kutoka vituo 27. Idadi ambayo imeongezeka ukilinganisha na washiriki 64 kutoka vituo 22 kwa mwaka 2024, yani mwaka jana. Akizungumza wakati wa fainali hizo, mwandaji wa mashindano hayo, mbunge wa jimbo la Njombe mjini Deo Mwanyika, amesema dhamira yake kuhusu mchezo wa drafti. Kwa kipindi kijacho ndio itakuwa nia yangu hiyo, kuyafanya haya mashindano yawe makubwa zaidi, yatanuke zaidi, yawe na washindani wengi zaidi na yaendelee kuchagiza. Huu ni mashindano ya kutumia akili, ni mashindano ya kutumia ubongo zaidi, yanakunoa mtu ili uweze kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo ni mashindano ninayopenda sana. Nao baadhi ya wachezaji walioshiriki katika fainali hizo wamesema mashindano yamewapa uzoefu mkubwa na kuhamasisha kuendelea kucheza mchezo huo kwa malengo makubwa zaidi. Washiriki walikuwa wengi na ni wazuri, wengine wametoka njiani. Kwa hiyo najisikia furaha kucheza fainali na kupata ushindi huu ambao umeamuliwa kwa kurushwa shilingi. Naomba Mwanyika aendelee kutusupport pia. Angalia michezo mingine kama hii ya draft aendelee kukuza pia. Toka mwanzo kwa sababu tulikuwa watu zaidi ya 70. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda kwa mchujo. Japo mwanzo hakukuwa na ugumu. Kutoka mkoani Njombe ni mwanamichezo wako Michael Patrick. Shukrani mwanamichezo wetu Michael Patrick. Nikielekea jijini Mbeya, uongozi wa Mbeya City umemalizana na aliyekuwa kocha wa JKT Tanzania Malale Hamsini baada ya aliyekuwa kocha wa timu hiyo kutimkia Mashujaa. Malale ameungana na Mbeya City akiwa kocha huru baada ya kuachana na JKT Tanzania. Mwanzoni mwa msimu huu amekabidhiwa mikoba ya Saluma Yanga aliyetimkia Mashujaa, akiacha City nafasi ya pili kwenye msimamo wa Championship. Katika ukurasa wao wa Instagram, Mbeya City imemtangaza rasmi kuwa kocha mkuu huona wa kukinua kikosi cha wagonga nyundo wa Green City. Malale ataungana na City muda wowote kuanzia sasa ili kusukuma gurudumu kwa kuhakikisha timu hiyo inarudi tena ligi kuu baada ya kushuka daraja mwaka 2022-2023. Hadi sasa timu hiyo imecheza mechi 26 za Championship, ikishinda 16, sare 7 na kupoteza michezo miwili. Ipo nafasi ya pili kwenye msimamo baada ya kukusanya alama 55, huku safu yake ya ushambuliaji ikifunga mabao 50 na kuruhusu 21. Nikiachana na wagonga nyundo hao, Mbeya City vijana wametakiwa kujitambua na kujiwekea mipango maalum ya mazoezi kwa ajili ya michezo, hususani mpira wa miguu, ili kutumia mchezo huo kama ajira. Winga Kisiki Elia Kimani anagalauka viwanjani na taarifa hii. Kauli inayotolewa na Engineer Samuel Ayuma, mbunge wa jimbo la Hanang, wakati akizungumza na vijana wanaounda timu mbalimbali kwenye kijiji cha Gidiga, kitongoji cha Diagwa, kata Gidanwa, Zulani Hanang, ambapo amewakabidhi mpira ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono kwenye michezo. Kabisa nidhamu. Wachezaji wa Tanzania ambao wamefanikiwa, ukiangalia programu yao ya mazoezi, anazingatia, kwa sababu uwezo wa kucheza mpira vizuri lazima uwe umefanya mazoezi ya kina. Mazoezi ya kina ambayo yanakupa punzi kwanza, alafu sasa unatafuta yale maarifa kwa makocha mbalimbali. Mafanikio lazima mtengeneze programu na zifuatilie na kuwa na nidhamu kwenye maisha. Pamoja na kuwatembelea vijana hawa wa Gidiga,
Pia Hayuma amekabidhi mipira kwenye kijiji cha Endasword na baadaye vijana wakazungumza nasi juu ya michezo. Mipira hii italeta hamasa na kuwaunganisha vijana pamoja ili vijana wasije wakakaa maeneo ambayo wasiende kulewa, wafanye mazoezi. TFF nawaza jambo moja ambalo watakao kufanya. Jambo la msingi ambalo watakao kufanya vijijini, kuna vipaji viko vingi, ni kiasi cha kuwezeshwa na kuendelezwa vipaji. Viongozi wa TFF na viongozi wa chama cha mpira kwa ngazi ya mkoa na wilaya wamekuja kujitokeza kuja kuvitambua vipaji vilivyopo vijijini na kuviendeleza. Kutoka katika wilaya Hana mkoani Manyara, mimi ni scout wa vijijini Elia Kimani. Namna hivyo skauti wa vijijini Elia Kimani. Timu ya Yanga ya vijana chini ya umri wa miaka 20 imechukua wachezaji 5 wa timu ya Handeni United iliyopo wilaya ya Handeni mkoani Tanga baada ya vijana hao kuonyesha vipaji vyao kwenye mchezo wa kirafiki uliowakutanisha timu hizo katika uwanja wa CCM wilayani humo. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anatujuza. Wakiongea wakati wa mechi hiyo ya kirafiki iliyomalizika kwa matokeo ya sare ya goli moja, kocha msaidizi wa klabu ya Young African Sports Club ya vijana wa chini ya miaka 20 Musa Mkoveke pamoja na baadhi ya viongozi wa timu hiyo wamesema, vijana ongeleni sana. Sisi kama technical bench la Young Africans kutokana na mechi ya leo tutaondoka hapa na vijana 5. Kwanza tumefurahi kupata ziara ya kuja katika jimbo lenu na tumeona vipaji mbalimbali. Tunashukuru, pia tumepata mazoezi kwa ajili ya timu yetu ya under 20. Lakini pia tunaamini ziara hii inakwenda kuwaamsha hata pia wale mashabiki wa Yanga ambao ni wanachama. Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Handeni Musa Mkombati amewataka vijana waliopata nafasi ya kuchaguliwa kujiunga na Yanga B kuzingatia nidhamu, huku mbunge wa jimbo la Handeni mjini Reuben Kwagilwa akieleza mkakati wake wa kukuza vipaji vya vijana wa Handeni. Nendeni mkadumishe nidhamu. Nidhamu ndio kila kitu, nidhamu ndio msingi wa kila jambo. Msiende kubweteka, nendeni mkapambane kama ambavyo leo mmepambana mkaonyesha. Nendeni mkapiganie namba kwenye timu ile ya Yanga B. Tutafanya juhudi za makusudi. Kikosi chote cha wachezaji 28 ambao mmepatikana Handeni United, nitajitahidi kuwamega makundi kwa makundi na kuwasogeza kwenda kufanya majaribio kwenye vilabu mbalimbali mpaka pale mtakapoonekana. Nikiripoti michezo kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Mbezi ndivyo anatuwekea utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa kimataifa. Kunani huko kimataifa? Moja kwa moja tuungane na mwanamchezo wetu kufahamu kinaga ubaga yale yanayojiri katika anga la michezo kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa, na kwanza tuanze kuiangazia klabu bingwa barani Afrika. Hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika inaendelea kutimwa vumbi hii leo kwa michezo 4 ya mkondo wa kwanza kupigwa. Majira saa 4 kamili za usiku tutakwenda kushuhudia michezo 3. Mabingwa wa kihistoria National Al Ahly watavaa Al Hilal Omdurman ya Sudani huko mjini Cairo. Pyramids ya Misri watakipiga dhidi ya FAR Rabat ya Morocco, na mchezo wa mwisho MC Alger ya Algeria watakuwa na kibalo kizito mbele ya Orlando Pirates ya Afrika Kusini. Na sasa tuelekee nchini Uingereza. Winga wa Arsenal the Gunners na timu ya taifa ya Uingereza Bukayo Saka ataingia katika mazungumzo mapya ya mkataba mnono na mabosi zake wa Arsenal. Arsenal anatazamia kuongeza mkataba na Bukayo Saka, huku mkurugenzi mpya wa michezo Andrea Beta akitarajiwa kuongoza mazungumzo hayo. Klabu hiyo pia inafanyia kazi mikataba mipya kwa wachezaji wengine muhimu kwenye kikosi chao, akiwemo Miles Lewis Skelly na Gabriel Magalhaes, wanapojiandaa kwa dirisha muhimu la uhamisho wa majira ya kiangazi kabla ya msimu wa 2025-2026 kuanza. Kwa mujibu wa Fabrizio Romano, klabu hiyo sasa itaangazia kupata mkataba mpya wa muda mrefu kwa winga wao muhimu Bukayo Saka. Saka amekuwa nje tangu mwaka jana kutokana na jeraha la misuli ya paja na kukosa baadhi ya mechi za Arsenal za mwaka 2025 hadi sasa, ambapo Mikel Arteta amethibitisha kuwa anaweza kushiriki katika mchezo wa leo usiku watakapokaribisha Fulham kwenye uwanja wa Emirates, mchezo wa ligi kuu ya soka nchini England utakaopigwa majira ya saa 3:45 usiku. Kukosekana kwa Saka kumekuwa pigo kubwa kwa timu hiyo, huku timu hiyo ikihangaika kufunga mabao na kurudi nyuma katika mbio za ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini England, hivyo kudhihirisha umuhimu wa Saka
katika safu ya ushambuliaji. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Namna hivyo mwana michezo wetu Eden Bahati ndivyo ametujuza yale ambayo yametukuka upande wa viwanjani kimataifa. Ni usiku wa kukata na shoka, usiku wa hatari kabisa kwa wale wapenda kubeti barani Afrika. Ni michuano ya babu kubwa Afrika ya Mashariki pamoja na Kati. Naenda kuhitimisha zile ambazo zinabamba upande wa mitandao ya kijamii, nazungumzia Instagram, Facebook, TikTok na mitandao tofauti. Na hii bwana, mtandao ni moja kwa moja inatoka huko nchini Botswana. Mfahamu binti Lesego Chombo kuania mashindano ya urimbwende mpaka kuwa waziri wa nchi hiyo. Akiwa na umri wa miaka 26 tu, Lesego Chombo ameandika historia ya kuwa waziri mdogo zaidi nchini Botswana, akichukua wadhifa wa waziri wa masuala ya vijana na jinsia. Lakini mbali na furaha ya kupata kutoka kuwa Miss World Africa hadi siasa, anakutana na changamoto kubwa ya kukabiliana na ukatili wa kijinsia na mitazamo potofu kuhusu wanawake vijana katika uongozi. Anaaminika kuwa ni mlimbwende wa dunia, ilikuwa ndio ndoto yake na pia ni wito wake kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini jambo kuwa amekuwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo mwanamke kuaminika katika uongozi, hasa ukiwa na umri mdogo nchini Botswana, imekuwa ni changamoto kubwa kwake. Lakini yeye ameweza kubadilisha mtazamo huo na kuwa waziri mdogo zaidi Afrika na hasa katika nchi yake ya Botswana. Na hivyo ndivyo ambavyo na hitimisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima ya leo. Kumbuka mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa. Nikurejeshe kwake Philipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Naam, huyo ni Winga Teresa Witness Alano Singalawa. Ndivyo ambavyo anatamatisha habari hizo za michezo pamoja na burudani. Ulikuwa nami Philipina Ndwata katika mkusanyiko wa habari za kutwa nzima ya leo. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutokea hapa na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.